Jaji Mwangesi ametoa changamoto hiyo jijini Arusha wakati anazungumza na baadhi ya viongozi wa umma wanaohudhuria mafunzo maalum ya maadili ya viongozi. Maadili ya uongozi wa umma ni nguzo muhimu sana ya utawala bora na maendeleo endelevu ya taifa. Taasisi za umma zinapokuwa na viongozi wanaoongozwa na misingi ya uadilifu, uwajibikaji na uzingatiaji wa sheria katika utekelezaji wa majukumu yao, huwapa imani wananchi ambao wanakuwa na imani katika mifumo ya utawala wa nchi yao, na imani hiyo ndiyo inayojenga mshikamano wa kitaifa, kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi na kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeweka mfumo wa kisheria na kiutawala unaolenga kusimamia na kuendeleza maadili ya viongozi wa umma. Miongoni mwa sheria hizo ni sheria ya maadili ya viongozi wa umma ambayo ni sura ya 398 ambayo imeweka misingi ya uwajibikaji, uwazi na uadilifu kwa viongozi wa umma. Sheria hii inasisitiza wajibu wa viongozi wa umma kuzingatia maslahi ya taifa, kuepuka migongano ya maslahi na kutumia madaraka waliopewa kwa uaminifu na kwa manufaa ya umma. Umuhimu wa viongozi wa umma kuwa mfano wa kuigwa mbele ya jamii pia umezungumziwa na baadhi ya wakufunzi, akiwemo Kanali mstaafu Joseph Simbakalia na mkuu wa chuo cha uhasibu cha Arusha Profesa Eliamani Sedoweka, ambao wamesema hatua hiyo itapunguza malalamiko mengi yanayotolewa na wananchi. Tunapozungumzia maadili kwa Tanzania, haijalishi mtu ana imani gani ya ibada yake, awe Mkristo awe Muislamu, makatazo ya mambo ya msingi katika uadilifu yalikuwa ni yale yale na yanabakia kuwa yale yale. Haitoshi. Mimi kama ni kiongozi wa taasisi, lazima wafanyakazi wale watumishi chini yangu waone mimi mwenyewe mfano wa uadilifu. Kwa hiyo si swala la kuzungumza tu, hapana. Sio swala la kupeana darasani tu, hapana. Watu waone, wakimwangalia kiongozi wa familia, kiongozi wa kijiji, kila sehemu mtu akipewa dhamana hiyo kwamba na uadilifu, ushiriki, uwajibikaji. Kama huwajibiki, umekosa uadilifu. Taifa, uzalendo, kama hutetei wewe, hulindi maslahi ya taifa, umekosa uadilifu. Ndio nasema, na haya yote watu wataona. Lakini pia wanaweza kusema wewe kwa kweli hutufai. Kama mimi na mfano ni kiongozi na kwenda kijijini na wananchi wanalalamika, ina maana kwanza huyo kiongozi hafanyi kazi yake kwa kuwashirikisha, wako mbali. Vinginevyo kama ni malalamiko ya kawaida tu, amekosa huduma fulani, ungemwambia yeye, lakini maana kwamba hata labda akiambiwa hawachukui hatua au hasikilizi. Kwa hiyo huo si ni kukosa uadilifu. Nasema tufikie tu uadilifu kwa maana mtu kuchukua rushwa kabla pesa, hapana. Utotimiza wajibu wako uliopewa, dhamana ya uongozi. Na sisi tulikuwa tunasema uongozi ni dhamana. Tulianza na makundi mbalimbali. Tulikuwa na kundi la viongozi wa taasisi, tulikuwa na kundi la viongozi wa bodi, tulikuwa na kundi la wakurugenzi wa halmashauri, tulikuwa na kundi la viongozi mpaka maras. Na mrejesho tuliopata ni kwamba mafunzo yamekuwa ya tija kubwa na wengi wameweza kupata mafunzo. Unajua swala la maadili ni swala mtambuka. Wakati mwingine mtu hajui kwamba kumbe alikuwa anafanya ilikuwa sivyo. Kwa hiyo unapopewa mafunzo kama unagundua okay. Sio tu kwamba unajiweka katika mazingira ya kuepuka kuvunja maadili, lakini vile unajiweka katika mwenendo wa ufanyaji kazi katika uadilifu na tija kubwa. Kwa hiyo na wakufunzi ambao wanafanya hizi kazi, hii kozi, ni wazoefu sana. Kuna watu ambao wamefanya kazi kuanzia na Mwalimu Nyerere, wamekuwa na uzoefu mkubwa sana katika dhima nzima ya maadili na utawala bora na uchapakazi na uadilifu. Kwa hiyo wamekuwa wakishare uzoefu wao, na hiyo tu unakuta mtu anakuja kwenye kozi za maadili lakini anaondoka na kozi za uongozi na mafunzo ya uongozi na taaluma ya uongozi. Kwa kweli tunafurahi na tunatumaini baada ya kazi hiki tunakwenda. Kwa mujibu wa wadau hao,
pamoja na kuwepo kwa sheria na miongozo inayosisitiza na kusimamia maadili ya viongozi na watendaji wa umma na taasisi zingine, changamoto bado ni kubwa, na pia malalamiko ya kuendelea kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili pia ni mengi.